Binadamu anaweza kufikiri anaamua, kumbe haamui. Na mimi nitakupa mifano ujue kwa binadamu katika mambo makubwa kabisa ya msingi kabisa ndio hana uamuzi kabisa, na yale mambo ambayo anajiona anaamua ni mambo madogo sana katika ulimwengu yakilinganishwa na yale ambayo hawezi kuyaamua. Nakupa la kwanza, hakuna binadamu aliyeamua baba yangu awe nani au mama yangu awe nani. Na anaweza kusema mimi nilichagua baba nikachagua na mama? Na wallahi inafika mahala binadamu anaweza kufikiri akasema kama ningepewa fursa kubadilisha baba huyu ningembadilisha. Unaweza? Acha hiyo, rangi uliozaliwa nayo umeiamua. Sura, kuwa na hilo jichwa ulionalo kama TV ya Hitachi, likiwa chogo likiwa bapa, umeliamua wewe. Pua, umeamua wewe. Vile vitu vya msingi unavyoringia, unavyodekea, ndio huna uamuzi navyo kabisa. Na ndio maana ubaguzi inakuwa dhambi kubwa sana, kwa sababu ukijiona mzuri mwenzako mbaya, hujaamua wewe mzuri, wala hajaamua wewe mbaya, tena unambagua vipi na kujitukuza wewe, kwa sababu ni jambo una uamuzi nalo, ni kushukuru tu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ukijitazama kwenye kioo ukishakujiona useme Allahumma hassin khalqi kama hassanta surati au kama hassanta wajhi. Mwenyezi Mungu zifanye njema tabia zangu kama ulivyofanya mzuri uso wangu. Shukuru tu, kwa sababu yale mambo makubwa na ya msingi. Jinsia hujaiamua. Nani kaamua azaliwe mwanamume hapa? Sasa kama ungezaliwa demu na saa hizi ndio mume wako akwambia nipikie chai wala usende kwenye darasa, ungefanya nini? Ungekuja hapa? Si bana, haya bwana, unampikia mumeo chai saa hizi tena umevaa kanga kiuno. Hujaamua utakuwa mwanamume. Mungu kakuamulia kwa mwanamume, yule kaamulia kwa mwanamke. Mambo makubwa kwa kweli katika uhai wetu na maisha yetu ndio ambayo hatuna uamuzi nayo. Na yale twenye uamuzi nayo sisi tunaona makubwa wala si makubwa. Uraia wa nchi hujauamua wewe, kwamba wewe uzaliwe Zanzibar au uzaliwe Tanzania bara, wewe Mtanzania au wewe Mngereza, wewe wapi? Umeamua wapi? Vyote hivyo vimeamuliwa na wewe huna uwezo nao. Sasa tena binadamu kaamua nini mpaka afike mahala atambe? Lazima mnyenyekee Mola wake aliyemuumba kwa namna alivyomuumba na mahala alipomweka. Ama abramu amran, au wameamua jambo hawajaamua lolote hawa, fa inna mubrimuna, sisi ndo tulioamua mambo yakawalazimisha kuishi tulivyotaka. Tena vipi wanakufuru, vipi wanaasi? Mwenyezi Mungu bwana akimwaga hoja kwenye Qur'ani ukatuliza akili yako, hutoki mpaka meno yalivyokaa kaamua yeye, mpaka domo lilivyokaa kaamua yeye. Una namna wewe. Sasa unaamua nini wewe? Lazima umnyenyekee. Fa inna mubrimuna, sisi ndo tuloamua. Am yahsabuna, au wanadhani, anna, kwamba sisi la nasma'u sirrahum wa najwahum, hatusikii siri zao na minongono yao. Wanafikiri makafiri na binadamu kwa ujumla kwamba Mwenyezi Mungu hasikii siri za binadamu na minongono yao, kwamba labda wakisema siri, wakinongonezana hivi, labda sisi hatujui. Ya'lamu sirra wa akhfa, anajua siri na kilichojificha zaidi. Mwanadamu akifikiri tu katika mawazo yake, Mwenyezi Mungu kishajua huyu kafikiri nini. Hata malaika hawajui. Sasa malaika wanakaa kuandika mpaka utende, mpaka utamke, ndio wana nini? Wanaandika. Lakini kama umekaa tu sasa hivi unafikiri, hafuna mtukana mtu kwenye mawazo yako, shenzi yule mwana haramu, unafikiri anayejua ni Mungu tu, na wewe mwenyewe unafikiri. Malaika hawajui mpaka useme, mpaka utende. Lakini Mwenyezi Mungu anajua katika elimu yake. Sasa kuna siri gani utakayomficha Mwenyezi Mungu? Ikiwa wewe unalolifikiri Mwenyezi Mungu analijua, hata ukianzisha tu jambo litakavyoendelea mpaka litakapoishia, Mwenyezi Mungu keshajua yote. Elimu ya Mwenyezi Mungu haipimiki katika uwezo wa binadamu. Ya malaika ina ukomo, ya mitume ina ukomo, ya kila kiumbe ina ukomo, ya Mungu haina ukomo. Am yahsabuna,
au wanadhani anna la nasma'u sirrahum, kwamba sisi hatusikii siri yao, wanajuahum, na minongono yao. Siri inaonekana ni ile aliyokuwa nayo mtu moyoni. Minongono ni ile unaokuwa zaidi ya mtu mmoja, lakini mnazungumza kwa kiwango ambacho mnasikilizana nyie tu. Siku hizi neno najwa limetafsiriwa kuteta. Kwenye Kiswahili cha matumizi ya wengi, njoo tutete, yani njoo tu tunongonezane, tuseme. Ziko lahaja za Kiswahili zinazosema kuteta manake kuzungumza kwa siri, lakini ziko lahaja nyingine za Kiswahili zinasema kuteta ni kugombana. Kuteta ni kugombana. Wanateta manake wanagombana. Wengine wanateta manake wanazungumza siri. Hasa bara, lahaja za bara nyingi kuteta ni kuzungumza siri, lakini Mombasa, Lamu kuteta ni kugombana. Nafikiri sehemu kubwa hata Pemba kuteta ni kugombana, na baadhi ya sehemu hapa vile vile kuteta ni kugombana. Kwa hivyo sipendi kulitumia neno najwa kuteta, kwa sababu litaleta mgongano wa kila haja katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Inabakia pale pale minongono, kunongonezana, manake kuambizana kwa madhumuni ya kwamba mjue nyie tu watu wawili. Mnanongozana mjue nyie watu wawili tu. Na Mwenyezi Mungu kasema ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawawi watu katika mnongono watatu ila Mwenyezi Mungu ni wanne wao. Hata hiyo minongono nayo wanaijua. Kunongonezana yani kusema kwa namna ambayo wengine wote msiotaka kuhusika wasijue. Basi wao wanadhani, wanadhani kwa Mwenyezi Mungu hajui siri zao zilizomo ndani ya nyoyo zao na minongono yao wanaponongonezana? Yote anajua. Kama nilivyosema, elimu ya Mwenyezi Mungu haina ukomo. Elimu ya viumbe ndio ina nini? Ina ukomo. Am yahsabuna, au wanadhani anna, kwamba sisi la nasma'u, hatusikii sirahum, siri zao, wanajuahum, na minungono. Bala, hapana, tunasikia. Wa rusuluna, na wajumbe wetu, ladaihim, mbele yao, yaktubuna, wanaandika minongono. Malaika hata mkinongonezana wanajua. Nimekwambia malaika ukifikiri tu ndo hajui unachofikiri nini, lakini mkinongonezana tu kwa sauti japo ndogo, malaika anasikia na anaandika. Hapa rusul manake ni malaika. Kama tulivyosema, neno rasul si muda wote kulitafsiri kuwa ni mtume. Rasul wakati mwingine pia anakuwa malaika. Rasulun amin manake ni Jibril. Kwa hivyo rusul wakati mwingine ni malaika, kwa sababu nao wanatumwa na Mwenyezi Mungu kwenda kufanya kazi. Wa rusuluna, na wajumbe wetu malaika, ladaihi, mbele wao, yaktubun, wanaandika minongono yote wanaonongonezana hao, inaandikwa na kuwekwa kwenye rekodi. Halafu cha kushangaza, siku ya Kiyama mtu atayaona kwenye daftari lake. Ndio maana kuna ile aya inasema, atasema mtu mali hadha alkitabi, lina nini daftari hili, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, haliachi kubwa wala dogo, yote yamo. Kwa hivyo mpaka minongono inaandikwa na yote itakuwemo. Mwenyezi Mungu kubainisha haya, anataka tuishi duniani tukiwa tunafahamu fika kuwa hatuwezi kumficha jambo Mwenyezi Mungu. Na ukifahamu hivyo, itakusaidia kuwa moga wa kumwasi. Tumeelewana vizuri hapo? Niliwahi kukupeni mfano huu na leo nautoa tena. Wakati tunasoma Saudi Arabia, tukifika Jeddah airport, tunakaa masaa mengi kidogo pale kusubiri ndege ya kwenda Nairobi. Tunaingia vyooni wakati mwingine. Kumbe vile vyoo vya airport ya Saudia, hasa pale Jeddah, vyote vina vikamera vidogo vidogo kama vitaa mle ndani. Unachokifanya chooni kule unaonekana kwenye control tower. Lakini sisi tulikuwa hatujui. Tumekuja kujua vipi? Kuna mtu mmoja Mtanzania aliingia mle akapiga ponyeto. Haya. Wamemwona. Wakaambia, ya sheikh la tafal hadha. Kuna kimikrofoni kinasema mle, anaambiwa haram. Akashtuka kweli,
mdumana ukanywea kama springi, ikabidi aseme kumbe humu bwana tunaonekana humu, ilikuwaje? Askari wakashuka bwana, wakamtafuta. Bwana usifanye mambo hayo bwana, hii ni Saudi Arabia, hayo mambo huko kwenu. Sasa ikawa sote tukiingia chooni sisi tunaogopa. Yaani mtu akaenda kule ile kanzu anaipandisha kama vile mwanamke anavyojisaidia haja ndogo. Unajua mwanamke akijisaidia chicheroni haja ndogo, anapandisha afa anachuchumaa hivi kidogo, halipandishi lote. Anakaa kitako afu anatazama huko na huko. Nani ananitazama mimi huyu? Tuna wasiwasi katika vyoo vile. Sasa ikiwa uko chooni tu, choo cha airport ambacho walinzi tu kwa sababu za kiulinzi wanakuona, unapata wasiwasi. Je, ukiamini kuwa Mwenyezi Mungu anakuona katika kila hatua, hupati wasiwasi vipi? Isitoshe na kuna malaika wanaandika kila unachokifanya, hupati wasiwasi vipi? Lakini sasa sisi kwenye imanu bil ghaibi tumeshuka sana. Tukipimana katika imanu bil ghaibi, kuamini vile visivyoonekana, si tumeshuka sana Waislamu siku hizi. Kuamini malaika, kuamini Mungu anakuona, tuko chini sana katika eneo hili la imani. Ajabu ya Mungu, tumekwenda kupanda kwenye imani ya majini. Pale pana majini nimespiti, nimerogwa, si nini. Huku mtu kaamini majini kwa nguvu zote. Malaika siku zote anaambiwa yuko nao, haamini. Akaambiwa umetupiwa jini tu. Malaika wako siku zote kiraman katibina, mbona utembei kwa wasiwasi? Kisa atanidhuru huyu jini. Kuna watu hawaogopi nyoka, wanaogopa jini. Tumefika mahala kwenye masuala imani, al-imanu bil ghaibi, tuna mashaka nayo. Nao mhadhara mmoja huu haujapata kibali tu, al-iman wa Islam na imani ya ghaibi. Tumepanda au tumeshuka? Mimi naamini tumeshuka katika imani ya ghaibu, kuamini visivyoonekana. Tubakisha Mungu tu, tunamwamini yupo, haonekani basi. Lakini habari za malaika hata habari nao hatuna. Labda kwenye majini ndio tumepanda, tunaamini majini na kurogwa na nini. Haya, qul, sema. Anaambiwa Mtume SAW atoe tamko hili kuwaambia watu, na hasa wale wanaopinga dini ya Kiislamu, wana itikadi nyingine. Qul, sema, in kana lirrahmani waladun, ikiwa mwingi wa rehema ni Mwenyezi Mungu ana mtoto kama mnavyosema baadhi yenu, fa ana awwalul abidina, basi mimi ni wa kwanza kabisa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mbona hilo silijui? Angenambia Mwenyezi Mungu na mwanangu, mimi hajanipa taarifa. Mnalitoa wapi hilo? Hii ni lugha ya kidiplomasia. Yaani wakati mwingine ukitaka kushindana unaweza kupunguza makali ya ushindani. Ukipunguza makali ya ushindani, lugha yako inakuwa nyepesi. Kwa mfano, namwambia mtu, kama una shilingi 1000 hapo, nipe nikanywe kahawa. Maana unamwambia hivi, wewe huna pesa, 1000 mfukoni na kushinda. Lakini ile huna pesa, 1000 mfukoni na kushinda ni lugha kali. Umepunguza, kama una 1000 nipe nikanywe kahawa pale. Unaona unavyo, inaitwa polite. Unaifanya lugha kuwa laini katika mijadala. Ukitaka kuipunguza lugha unaishusha. Sasa katika kushusha lugha unasema jambo hivi, mtu anasema mbona limesemwa hivi? Ndio limesemwa kwa upole hilo. Au mtu kashalewa, yuko mlangoni kwako anafanya mazogo, mimi hivi, unatoka nje. Samahani bwana mkubwa, hii ni nyumba na humu wanaishi watu, tafadhali, na wengine wagonjwa wamepumzika, tunakuomba basi uendelee na safari zako. Umeona hiyo lugha? Tofauti na kutoka bwana mshalewa huko, mnakuja kufanya mazogo, unamtandika na magumi. Sasa hiyo inakuwa ni kali kidogo. Sasa wakati mwingine lugha inapunguzwa makali, ingawa inakataza, lakini katika lugha kidogo iliyo nyepesi. Mimi ni mmoja katika watu ambao nimejenga mazoea sana ya kutumia lugha nyepesi. Ziko sehemu natumia lugha kali, lakini ukinichunguza kwa ujumla wangu wakati wa kufundisha, lugha zangu mie si kali sana, natumia lugha nyepesi. Na hili nasemwa kidogo na baadhi ya watu. Sheikh Msaba bwana ana mawaidha lakini hakemei, hafoki. Wala nisema
Nimeamua kuchukua mtindo huu kwa sababu zangu, kwa sababu wakemeaji na wafokaji wamekuwa wengi. Kwa hivyo lazima kidogo tubadilishe mtindo. Ukiona mwenzako anauza maziwa, yule anauza juice, yule anauza chai, kahawa, wewe pika uji, kwa sababu ndio kitu ambacho wale wenzako hawauzi. Yule kauza juice, yule maziwa, yule chai, yule kahawa, wewe pika uji. Anayetaka sana kuanza kunywa uji, lakini wote si watakunywa, kila mmoja atakunywa kifungua kinywa. Kwa hiyo nimeamua kupika uji kidogo wewe mwepesi. Sisemi kwamba siwi mkali, nakuwa mkali katika baadhi ya maeneo, lakini maeneo mengine nalainisha kidogo lugha. Na Qur'ani iko maeneo imelainisha lugha, yako maeneo imekaza. Hapa ni katika eneo ambalo Qur'ani imelainisha lugha. Qul, sema, in kana lirrahmani walad, ikiwa mwingi wa rehema na mtoto, fa ana awwalul abidina, basi mimi ni wa kwanza katika tunaoabudu kwenye umma huu. Mbona hilo silijui? Sina taarifa nalo. Kwa hivyo Mungu hana mtoto. Tumefahamiana vizuri hapo? Ni kama vile mtu kumwambia baba yenu yeye ana pesa chungu nzima. Kodi ya nyumba juzi kaja kadaiwa pale imemshinda. Ana pesa gani? Unamwona vile anababaisha watu kwa masuti anotoka nayo. Wewe unalijua lile la ndani kabisa. Unasema hana, nyinyi mnamfikiria ana pesa, hana pesa. Sasa hapa anasema kama ingekuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto, mimi ningejua, sababu mimi ndio mtu wa kwanza kumwabudu kwa unyenyekevu kabisa. Mbona hilo sijaambiwa? Halipo hilo. Wajibu hivyo tu. Kule kusema hajafanya Mwenyezi Mungu mtoto, mwachie mwenyewe akanusha. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kasema mwenyewe. mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idhan la dhaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Mwenyezi Mungu hajafanya mtoto wala hakuna mwabudiwa pamoja naye. Ingekuwa hivyo kila mwabudiwa angechukua pande lake, wangegombana miungu. Si ya binadamu tu, katika dini tunagombana. So hawa Ansar Sunna walikuwa wamoja. Sasa hivi limetoka kundi jingine linaitwa nani? Salafia. Hawajagombana? Wamegombana kiaina. Umenifahamu? Wale makhurafi walikuwa moja, mfano tarika Kadiria zamani ilikuwa moja, imegawika sasa hivi. Kuna ya Sheikh Muhammad Nasr na ya Kulateni. Wamegombana, hawajagombana? Tablighi ilikuwa yote moja, sasa hivi kuna ya Wahindi na Waswahili. Kiwalani, Mombasa yao mbali, na hii akinasie pata sote ndogo ngula Mboto na hapo Fuoni. Hawajagawika. Sisi tu binadamu katika haya makundi tutafika mahala tunagawana. Iye miungu iwe mingi na kila mmoja ana mamlaka yake na uwezo. Nchi zinasambaratika, mamlaka duniani, watu wanagombana, maraisi wanagombana, serikali zinagombana, vyama vinagombana. Siku moja tungelishuhudia jua liko katikati linavutwa. Mmoja anasema lichomoze, mwingine anasema lisichomoze. Njoo kutoka nje, leo sitaki litoke, toka nje. Dunia ingekuwa haiendi. Tungevutana vibaya vibaya. Yaani Mungu ni mmoja tu. Subhana Rabbi samawati wal ardi, ametakasika Mola wa mbingu na ardhi. Hana mtoto, hana mshirika. Kila kitu ni chake peke yake. Na hii ndio dini yetu sisi, monotheism. Tunaamini Mungu mmoja kwa maana ya umoja halisi kabisa. Hatutaki aina yoyote ile ya kusema Mwenyezi Mungu ana mshirika, ana msaidizi, ana mtoto, ana mke, ana ndugu, ana mjomba, ana shangazi, ana wazazi. Yote hatutaki sisi. Dini yetu sisi tunaamini Mungu ni mmoja mmoja kwa maana ya neno mmoja. Subhana Rabbi samawati, ametakasika Mola wa mbingu wal ardhi na ardhi. Mbingu zote ni zake na dunia yote ni yake. Hajashirikiana na yoyote katika kumiliki haya. Na yeye ndio Mola katika mbingu na katika ardhi. Aabudiwe peke yake. Hana mshirika. Katakasika, hana kasoro. Na kuwa na mtoto ni kasoro. Kwa sababu mtu anataka akifa arithiwe. Wafalme wana watoto waje warithi ufalme, matajiri wana watoto waje warithi mali. Mungu hafi, mtoto wa nini sasa? Ili afanye nini mtoto? Mungu hataki kusaidiwa kazi, wala hachoki, wala hazeeki. Mtoto wa nini sasa?
Mantiki ya Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto haipo, kwa sababu anajitegemea, hana mabadiliko. Sisi hatujitegemei, tuna mabadiliko, ndio maana tunahitaji watoto, ndugu, jamaa, ukoo kusaidiana. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi, mola wa arshi. Na neno arshi linaleta ubishi mkubwa katika tafsiri. Lakini mimi mara nyingi arshi huitafsiri ikulu. Ikulu ya Mwenyezi Mungu, sio ikulu ya binadamu. Usifikiri arshi ni ile ikulu ya pale hospitali. Siku moja nilisema hivi, mtu mmoja akaniambia arshi unaitafsiri ikulu? Nikamwambia ndio. Hoja zako nini? Nikamwambia ziko nyingi kweli, lakini tuende kwenye sura An-Naml tu. Kwani Hudhud alipochelewa alafu akarudi kwa Nabii Suleiman, famakatha ghaira ba'idin, hakukaa mbali sana, ndio ile makatha kukaa makithini. Qala ahattu bima lam tuhit bihi, akaambia nimegundua jambo ambalo wewe Suleiman na ufalme wako hujaligundua. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin, nimekujia kutoka katika mamlaka ya Sheba na habari ya uhakika kabisa. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, nimemkuta mwanamke ndo anayewatawala mfalme wao. Wa utiyat min kulli shay'in, na kapewa katika kila kitu, kapewa kila kitu unachokijua wewe anachokihitaji mfalme. Walaha arshun adhim, na arshi kubwa. Ile arshi pale sio arshi ya Mwenyezi Mungu, arshi ya Malkia. Sasa wengine wakasema arshi pale kiti, lakini ukitizama katika aya zinazoendelea arshi haileti maana ya kiti. Aliposema man yatini bi arshiha kabla yatuni muslimin, nani atakaniletea arshi yake kabla wajaja wamesalimu amri? Yakafanywa waliofanywa mpaka ikaletwa, ambao wengine wametafsiri kiti. Mimi nakataa kutafsiri kiti, sigombani nao sana. Falamma jaa qala hakadha arshuki, alipokuja yule mwanamke akamwambia iko hivi arshi yako. Qalat kaannahu hu, akasema ndio kama hiyo. Qila la hadkhuli sarha, akaambiwa ingia ukumbini. Kiti kina ukumbi? Kiti kina ukumbi? Au ukumbi umo ndani ya jengo? Tukifika kwenye sura An-Naml tunaweza tukaeleza sana haya kwa kirefu yakafahamika, lakini si mambo ya kwenda kushindana sana kiti kulu kiti ha. Na kwenye sura An-Naml yatajitokeza kidogo, tutafahamiana. Na kule akasema wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, wataibeba arshi ya Mola wako juu yao siku hiyo wanane. Kiti kinachobebwa na wanane si jeneza hilo? Kiti kinabebwaje na wanane? Hebu kitafute kiti alafu tafuta watu wanane waambie hebu jaribuni kubeba hichi kiti. Tizama zahma yake itakavotokea. Jeneza linaweza likabebwa na watu wanane, lakini kiti kwa hivyo pana kidogo. Halafu ukishasema arshi ni kiti, na kule aliposema wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kiti chake kimeenea mbingu na ardhi, kitakuwa kursi ni kiti gani na arshi ni kiti gani? Kwani Qur'ani haijui neno kursi kwa maana ya kiti? Bado pana maneno. Lakini utulie tu, tuliza akili yako, tutakwenda kwenye masomo tutafahamiana. Na si lazima ukubaliane na mimi. Hapa najaribu kujenga hoja tufahamiane. Ukifahamu sawa, ukufahamu bakia na yao mafahamu yako ya zamani, ya makoloni, baki nayo ya kutawale kwenye kichwa chako. Sina ugomvi mimi. Mimi nataka kukupa uhuru, wewe unataka kubaki huo unatawaliwa, endelea kutawaliwa na makoloni ya zamani. Basi Rabbil Arshi amma yasifun, Mola wa ikulu dhidi ya wanachokielezea, au Mola wa mamlaka, angalau arshi iwe ni mamlaka. Kwa sababu kwenye nyuki akasema wa rabbuka ila nahli anittakhidhi min aljibali buyutan wa min ashjari wa mimma ya'rishun. Na katika yale wanayotengeneza kuwa sega, sega la nyuki kwa Kiarabu linaitwa arisha. Ari. Sasa sega ni kiti au sega ni ikulu? Kwa sababu mna malkia, mna viongozi, mna nini, ile ni Pentagon.
makao makuu ya jeshi, sikiti. Haya, ukenda tena Al-Baqara, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, jamu ya arsh, urush, yule aliyepita katika kijiji nacho kimebomoka kwenye magofu yake au misingi yake, kwani vile ni viti au misingi iliyojenga kile kijiji. Bado arshi ukitafsiri kuwa ni kiti uweza kupata tabu. Lakini tusogee mbele. Ama yasifun, dhidi ya wanayoyaelezea, wanaeleza vibaya juu ya Mwenyezi Mungu. Mara wanasema ana mtoto, mara malaika binti zake, mara Mungu alichoka siku ya 7 akapumzika. Alimradi wanaeleza maelezo mabovu kuhusu Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu Mola wa Arshi ametakasika dhidi ya wanayoyaeleza yote hayo. Hana, Mungu si mpungufu. Hata aliumba vitu alafu siku ya 7 akapumzika. Ndio maana sisi tunapewa siku moja mapumziko, kwa kuwa Mungu mwenyewe alichoka akapumzika. Hakuna jambo hilo. Mungu hachoki wala hapumziki. Mungu hana mtoto, malaika si binti zake. Mungu hasahau, Mungu hakosei, Mungu hashangai. Fadharhum, basi waache. Fadharhum, basi waache hao. Yakhudhu, waogelee. Wayalabu, na wacheze. Waache hao, wanaogelea, wanacheza tu. Kuogelea hapa neno yakhudhu tumetafsiri kuogelea, kwa sababu neno khawdh kwa Kiarabu ndo lile hodhi tunaolita sisi hodhi, kwa Kiarabu inaitwa khawdh. Na hodhi manake akiingia panya mle atakwenda huku alafu atarudi tena huku, atakwenda huku alafu atarudi tena huku, kwa sababu lina limitation, lina mipaka yake mle ndani. Kwa hivyo yakhudhu manake waogelee kama kwenye swimming pool, watakwenda mwisho watarudi, watakwenda huku watarudi, watakwenda huku watarudi, wache tu. Halafu wayalabu, na wacheze tu. Mchezo manake ni jambo ambalo halina faida katika mantiki ya kawaida, mpaka iwe kuna madhumuni maalum katika mchezo. Mchezo katika lugha yote duniani inaleta maana mbili. Ikiwa michezo kwa maana sports, riadha, itakuwa ile ni michezo yenye faida ya kujenga mwili. Ikiwa mchezo kwa maana jambo tu, usifanye mchezo bwana, mimi sina muda wa kuchezea bwana, usiletee mchezo hapa, inakuwa ni kitu ambacho hakina faida. Kwa hivyo hii maana ya kwanza ya mchezo ule ulikuwa hauna faida, sio ile mchezo kwa maana riadha, mazoezi, ile itakuwa ina faida. Basi waache waogelee, wayalabu, na wacheze. Hata yulaqu, mpaka watakapokutanishwa. Yulaqu, watakapokutanishwa, mabnul majhuzi hulio. Yalqau, ndo kukutana. Yulaqu, kukutanishwa. Yaumahum, na siku yao, alladhi, ambayo yuaduna, wanaahidiwa. Waache waogelee, wacheze mpaka watakapokutanishwa na ile siku yao ambayo wanaahidiwa, siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu anasema watakutanishwa nayo hiyo. Siku zinakwenda, itafika mbele, hiyo hapo ishafika. Kwa hivyo kazi ya dawa ni kujenga hoja, sio kuwatia watu pingu, kuwatia watu minyororo. Jenga hoja, wamekubali sawa, hawajakubali waache. Fasfah anhum wa qul salam. Fadharhum, basi waache. Yakhudhu wa yalabu, wanaogelea na kucheza. Hata yulaqu, mpaka watakapokutanishwa. Yaumahum, na siku yao. Alladhi, ambayo yuaduna, wanaahidiwa, siku ya Kiyama. Wa huwa alladhi, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye fi samai ilahun, katika mbingu ndo muabudiwa. Wa fil ardhi ilahun, na katika dunia ndo muabudiwa. Mwenyezi Mungu mbinguni aabudiwe yeye, na ardhini aabudiwe yeye. Tatizo letu ni sisi tulioko huku duniani. Walioko mbinguni wote wanamwabudu Mwenyezi Mungu, la yastakbiruna anhu, wala wafanyi kiburi. Sisi tulioko ardhini huku, wengine wanataka na wengine hawataki. Tumefahamiana? Wako watu wa mataifa magharibi waliokuja na falsafa kusema mambo ya Mungu yanaishia mbinguni, huko ardhini si kwake, kwetu sisi tufanye tunavyotaka. Sasa unaulizwa, hii ardhi mmeiumba au mmeikuta? Kama huku ni kwetu, si kwa Mungu, nyinyi mmeiumba, mmeikuta? Nani anayeweza kusema kaiumba yeye ardhi?
Kila mtu kazaliwa kaikuta. Sasa kwa nani huku? Mwenyewe nani? Ikiwa kila aliyezaliwa kaikuta ardhi, mwenyewe nani? Aloyumba. Sasa tuna vipi huku si kwake? Kwa vile katupa uhuru, katuachia, tumejifaragua. Kwani ikiwa mtu kakupakia kwenye gari, alafu kazima gari kidogo, katoka kenda dukani, wewe ukakaa ule upande wa usukani ule, akija traffic, lete leseni, unamwambia nini? Mwenyewe yule, mimi nimekaa tu. Ndio utakachosema. Ulikaa sasa, kwa nini umekaa upande wa usukani? Lete leseni, tunakagua leseni hapa. Mwenyewe yule, unasema hai dunia. Kwa nini hatutaki kusema mwenyewe ni Mwenyezi Mungu? Tunajisahau kwa sababu tumeachiwa, tumekaa kwenye usukani, tunaiendesha dunia. Mwenyewe ni Mwenyezi Mungu, na sisi wenyewe ni mali ya Mwenyezi Mungu, na roho zetu na miili yetu ni mali ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. wa huwa alladhi fi samai ilahun, na yeye ndo ambaye katika mbingu ndo muabudiwa, wa fil ardi ilahun, na katika dunia ndo muabudiwa. Wa huwa alhakimul alim, na yeye ndo mwenye hekima na ndo mwenye ujuzi. Ana hikma, anayafanya mambo yake kwa malengo na utaratibu maalum, na anajua kweli kweli, na anajua kila kitu. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma huwa kain, anajua lililokuwa, linalokuwa na litakalo kuwa. Wa ma lam yakun law kana kaifa kana, na hata lile ambalo halijawa kama lingekuwa vipi, pia Mungu anajua.